ambalo tutakuwa nalo kwa ujumla linasema kukua katika neema ya Kristo. Kukua katika neema ya Kristo ndilo somo ambalo tutakuwa nalo katika wiki nzima. Na kwa kweli ninakuombea kwamba Mungu akupe kibali. Tunapoanza leo mpaka mwisho tutakapokuwa tumehitimisha, naamini kwa neema ya Mungu utakuwa umepata kitu kikubwa, hasa kukua katika neema ya Kristo. Maana ni masomo ambayo yanaenda kwa mfululizo. Kwa hiyo ni wasihi sana, karibuni sana. Na kabla sijaendelea sana, ni wasihi sasa tuombe pia. Baba na Mungu wetu, asante kwa asubuhi nyingine. Ninakusihi sasa tunapoenda kuanza somo letu kwa ufupi, na baadaye tutakapoleta maombi yetu, kawe pamoja nasi ukatuongoze mpaka mwisho. Roho wako anene na kila mmoja katika asubuhi ya leo, na ukanitumie kama ambavyo umenitumia siku nyingine kunena na watu wako. Ndivyo ninavyoomba katika jina lako Yesu, amen. Wapendwa katika Kristo, ninawakaribisha kama nilivyosema. Somo letu litakuwa linaangazia kukua katika neema ya Kristo, na tukianza katika kitabu kile cha Petro, hasa Petro wa pili 3 mstari wa 18. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, utukufu na yeye sasa na hata milele. Maneno haya ya Mtume Petro ni mwaliko wa kipekee kwa kila Mkristo. Yanaonyesha kwamba imani si kitu cha kusimama mahali pamoja, ni safari ya ukuaji wa kiroho. Kama vile mtoto anavyokuwa kwa chakula na hewa, vivyo hivyo Kristo anakuwa kwa neema na maarifa ya Kristo. Kukua katika neema haimaanishi tu kuongeza miaka ya imani, bali ni kuongezeka katika tabia, upendo na uhusiano wa karibu na Mungu. Ni safari ya kutoka katika hali ya utoto wa kiroho hadi ukomavu wa kiroho. Kwa hiyo ni mchakato wa Mungu kutubadilisha hasa kutoka vile tulivyo hadi kufanana na Kristo. Kwa hiyo katika mfululizo huu wa masomo ambayo tutajifunza hatua kwa hatua, tutajifunza hatua kwa hatua jinsi tunavyoweza kukua katika neema ya Kristo, hasa kuanzia neema yenye kuokoa hadi kutazamia kurudi kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo somo hili tutaangalia kwa kina. Tutaangalia kwa kweli, itafundisha jinsi ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Na sasa leo ninatamani tuanze na somo letu la kwanza ambalo linasema neema yenye kuokoa. Neema yenye kuokoa, na fungu letu kiongozi linapatikana katika Waefeso 2 mstari wa 8 mpaka ule wa 9. Na nalo linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hilo ni fungu linapatikana katika Waefeso 2:8 mpaka 9. Na katika somo hili la kwanza leo tunaanza safari kuelewa neema. Tunaposema neema, neema ni zawadi ya Mungu ambayo ndiyo msingi wa wokovu wetu. Na watu wengi duniani hujitahidi kwa nguvu zao wenyewe kuwa wema. Na kwa kweli wengi wakidhani kwa kufanya mema Mungu atawakubali vivyo hivyo. Lakini Biblia inasema wazi, wokovu si matokeo ya juhudi ya mwanadamu, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hilo ni jambo muhimu sana kuelewa, hasa wa Kristo. Kama vile mtoto ambavyo hawezi kujizaa mwenyewe, ndivyo pia mtu hawezi kujiokoa mwenyewe. Ndio maana wakati tulihitaji Kristo. Kwa wokovu ni tendo la upendo wa Mungu, si matendo ya binadamu. Kwa tunaposema neema, inamaanisha tu kibali kisitostahiliwa. Yani ni kibali ambacho pengine hakustahili. Ni upendo wa Mungu unaotufikia au unaomfikia mwenye dhambi bila masharti.
Neema ni sababu ya sisi leo kuishi na ni msingi wa tumaini letu la uzima wa milele. Na ndio maana Paulo katika fungu letu anasema mmeokolewa kwa nini? Kwa neema, kwa njia ya imani. Hii ina maana kwamba wokovu unapatikana kwa imani, si kwa matendo. Imani ni mlango wa kupokea zawadi hiyo ya wokovu, na neema ndiyo mikono ya Mungu inayotupa zawadi hiyo. Naomba nirudie hapo kwamba imani ni mlango wa kupokea zawadi hiyo ya wokovu, na neema ndiyo mikono ya Mungu inayotupa zawadi hiyo. Wokovu wetu hautegemei uzuri wetu, hautegemei pengine namna tunavyofanya. Hapana, bali unategemea damu ya Kristo iliyomwagika kwa ajili yetu pale msalabani. Hilo ni msingi sana. Inategemea damu ya Kristo iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yetu. Na wacha niwaambie tu kisa cha kimoja hivi cha mkulima mmoja maskini. Alikuwa na deni kubwa ambalo hakuweza kulilipa. Sasa siku moja tajiri akaja kijijini na kusema, mimi nitalipa deni la mtu yeyote hapa ambaye hatoweza kulipa. Na watu wengi waliposikia hiyo walikimbia kwa furaha. Lakini mkulima huyu akasema, haiwezekani mtu anilipie bure. Akasema lazima kutakuwa na ujanja. Kwa hiyo akusadiki, akasita kwenda. Sasa siku ya mwisho tajiri aliondoka akisema, nimewalipia wote waliokuja. Mkulima alibaki na deni lake, si kwa sababu hakulipiwa, bali kwa sababu hakupokea. Vivyo hivyo, mfano huu ambao nimeutoa, Kristo ametulipia wote dhambi zetu, lakini kama hatutampokea kwa imani, tunabaki tukiwa na deni la dhambi zetu wenyewe. Neema iko tayari, tunachohitaji ni kupokea. Na sisi ni lazima tupokee nini Kristo ametupatia. Na neema ni kama maji yanayomwagika juu ya ardhi kavu. Unajua ardhi kavu kwa wale wakulima, ardhi ikifungua nyufa, maji huingia na kuleta uhai. Lakini ardhi kibaki ngumu, maji yatatirika juu, yatakwenda. Kama unamwaga kwenye sakafu hivi, yanaenda juu tu. Moyo wa mwanadamu ndivyo hivyo ulivyo. Ukifunguka mbele za Mungu, neema huingia na kuleta uhai wa kiroho. Ndio maana Yesu alisema katika Yohana 6:37, sema yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje. Na huu ni mwaliko wa upendo. Hakuna aliye mbali au aliye karibu kuokolewa. Wote tuna nafasi moja, na wote wanaokuja mbele za Bwana wanabadilishwa na kupewa maisha mapya. Wapendwa, asubuhi ya leo tunapoanza mianzo hii tu, ninaweza kutoa mwito, na kwa kweli niseme leo Bwana anasema njoo vile ulivyo. Wakati mwingine mtu usingoje uwe ujirekebishe sana. Hapana, niwe hivi. Usingoje uwe mtakatifu, njoo kama ulivyo. Huo ndio wito, kwa sababu neema yangu inatosha, ndivyo Yesu anasema. Njoo ulivyo. Yesu anatuita wote. Anasema, nililipa deni lako, nimekuita kwa jina lako, wewe uwe wangu. Isoma Isaya ile 43 mstari wa kwanza. Kama umekuwa ukihisi kuwa haupo karibu na Mungu, leo kama ambavyo tumejifunza kwa ufupi na katika mianzo hii, Mungu anasema usiogope. Neema yake iko bado inakungoja. Asubuhi ya leo ndicho ninachoweza tu ninapoanza mianzo hii kwa wito huu, kama ambavyo tumejifunza neema. Ninawalikeni nyote niwaambie tu kwamba neema yenye kuokoa iko tayari kwetu. Sawa sana tulivyoona kwamba kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Asubuhi ya leo tunapoanza mianzo hii na tutakapoendelea na kujifunza, niwaalike, huo ndio wito wa Kristo. Neema iko bure, ni sisi wenyewe kuiendea, na Mungu wa mbinguni atatubariki sana tutakapokuwa tayari kusikia tukijitoa kwa ajili ya kupokea neema ambayo ipo bure kabisa. Na Mungu alibariki neno lake asubuhi ya leo.
na niwaalike uweze kuomba. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru kwa zawadi ya wokovu uliotupatia na pengine hatukustahili. Tunakiri kwamba mara nyingi tumetegemea nguvu zetu wenyewe badala ya neema yako. Tunakuomba utusamehe na kutujaza upya kwa Roho wako Mtakatifu. Tupe imani ya kweli ya kupokea wokovu kama zawadi kutoka kwako, na utufundishe kuwa wenyenyekevu, tukikumbuka kwamba wokovu wetu ni kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Na kuomba haya tukiamini kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.